Ukitaka mwanamke asiongee pale unapomsaliti, asilie pale unapomsaliti, asilalamike pale unapomsaliti, wala asipambane na mwanamke wako yeyote ambaye uko naye, wala asijali ustawi wako kabisa, oa mwanamke asiyekupenda, asiyekuheshimu, asiyekujali, wala asiyekuthamini. Utafurahia maisha na huyo mwanamke atakuwa vile wewe unataka. Pale ambapo wewe utakuwa na mwanamke mwingine, hataongea, hatolalamika, hatolia, na yeye atatafuta mwanaume wake mwingine ambaye atakuwa akimpa furaha huko. Ukioa mwanamke ambaye wewe na yeye mnaishi hivi kwenye mashindano, utaenjoy. Kwa sababu yeye hatakufuatilia kwenye mambo yako. Utakapokuwa na mambo yako na yeye atafanya mambo yake. Hajali kuhusu ustawi wa familia, hajali kuhusu wewe kwa sababu hata yeye ana mambo yake. Pale ambapo wewe utakuwa na mwanamke mwingine, yeye hatojali kwa sababu na yeye ana mwanaume mwingine. Sijui kama unaelewa. Wakati mwingine wewe kama mwanaume lazima ujue kwamba mwanamke ambaye atavumilia mabaya yako ni yule ambaye na yeye ana mabaya yake. Sijui kama unaelewa. Mwanamke ambaye atavumilia usaliti wako ni yule ambaye na yeye atakuwa na kusaliti. Kwa hiyo yeye kwake haitokuwa shida. Mtakuwa ni watu ambao mnaishi familia ambayo haina ustawi. Mwanamke anayejali ustawi wa familia yake, ambaye anakupenda, ambaye anakuthamini, na ambaye anajali na kuilinda kesho yenu, na ambaye wewe ndio mwanaume wa pekee kwenye maisha yake, kaa ukijua kwamba lazima ataongea atakapokuwa na mchepuko, atakapoona unamsaliti. Atalalamika atakapoona unashindwa kubadilika. Atalia ili umuonee huruma, at least uelewe kwamba ni kitu gani anachopambania kwako. Na wakati mwingine atapambana na huyo mwanamke kwa sababu ataona wewe pengine umekataa kumwacha, kwa sababu anajali ustawi wa familia yenu. Mwanaume, wakati mwingine kaa chini, tafakari, fikiria. Ni uhuru wa namna gani ambao unataka mkeo akupe? Na je, huo uhuru utaleta ustawi gani kwenye familia? Wewe ni mwanaume, hakuna anayekukatalia. Lakini mwanaume hasa aliyekamilika ni yule mwanaume ambaye anajua nini anachokitaka kwenye maisha yake. Ni yule mwanaume ambaye anajua mimi niko na mwanamke wa aina gani kwenye maisha yangu. Ni yule mwanaume ambaye anajua kutofautisha starehe za mwili na mtu ambaye ni wa kujenga naye maisha. Ni yule mwanaume ambaye anajua kutofautisha kati ya mwanamke tu ambaye ni wa kupita na mwanamke ambaye ni wa kudumu kwenye maisha yake, ambaye anajua kabisa huyu nikiwa naye maisha yetu yatakuwa vizuri. Ustawi wa familia yangu utakuwa vizuri. Huyu ni mke bora kwangu na huyu atakuwa ni mama bora wa watoto wangu. Huyo ndio mwanaume aliyekamilika. Lakini kama wewe ni mtu ambaye unataka uwe unafanya usaliti mbele ya macho ya mkeo, unamdharau mkeo, uko na huyo mwanamke sijui kwa kipindi gani, unasumbua nyumbani na unataka mkeo akuangalie tu, una matatizo, hauko sawa. Yaani wewe unawezaje kukaa ukafikiria kwamba kuna binadamu wa namna hiyo? Unawezaje kuwaza hata kwamba kuna mwanamke wa kuvumilia vitu vya namna hiyo? Kwa hiyo uliposikia kwamba mwanamke anatakiwa awe mvumilivu, kwa hiyo alikwambia kwamba inatakiwa wewe mwanaume ufanye usaliti sana, uwe na wanawake huko nje sana, ufanye nini starehe sana, ufanye nini sana, kisha mwanamke yeye akae tu akuvumilie. Ndivyo ulivyofundishwa? Uvumilivu haujakwambia hivyo. Na kwa bahati mbaya asilimia kubwa ya wanaume ni watu ambao hamjafundishwa namna ya kuwatriti wanawake. Kwa hiyo baadhi yenu mnaheshimu sana ego zenu kuliko kujiweka nyinyi kuwa wanaume bora. Ego yako ukiizidisha kwamba mimi ni mwanaume, itakupoteza. Utateketea na utapoteza hata mwanamke mzuri uliyenaye kwenye maisha yako, na wewe mwisho wako hautokuwa mzuri. Ego yako iwe na kiwango, yani uwe na kiasi kwenye ego yako. Unajua mimi ni mwanaume, lakini natakiwa kuwa baba na mume bora kwenye familia yangu. Natakiwa kuwa mume bora kwa mke wangu, na mimi natakiwa kumtendea vizuri mke wangu. Mwanaume aliyekomaa hasa anajua mke wangu anatakiwa kunipa heshima, lakini pia mimi natakiwa kumheshimu. Mke wangu anatakiwa kunitii, na mimi natakiwa kumpenda mke wangu. Mwanamke wangu anapojali ustawi wa familia yetu, na mimi natakiwa kufanya vile vile. Sio mmoja anajenga mmoja anabomoa. Hakuna kitakachosimama kwenye maisha yenu ya ndoa. Sijui kama unaelewa. Nilishawahi kuwasikia wanaume fulani wakipeana hoja kwamba mwanaume ni lazima uwe na mchepuko. Mwanaume ni lazima uwe na mwanamke wa nje. Hakuna mwanaume anayeweza kukaa na mwanamke mmoja. Yaani huyo mwanamume lazima labda ana madhaifu kiafya.
Ndio maana anakaa na mwanamke mmoja. Yaani baadhi ya wanaume wao wanaangalia ego zao kiasi kwamba wanaona kuna umuhimu mkubwa wa yeye kuwa na mwanamke wa pembeni. Naomba nikuulize, wewe ukiwa na mwanamke wa pembeni, kipi kinaongezeka kwenye maisha yako? Zaidi mimi najua kuna kitu kinapungua, kwa sababu inabidi uanze kuhudumia huyo mwanamke, asuke kwa pesa yako, ale kwa pesa yako, akiumwa atibiwe kwa pesa yako. Na wewe kama mwanaume utaniambia kwamba kuna wanawake wenye mageto yao, kuna wanawake wanaojihudumia. Je, huyo mwanamke una uhakika anajihudumia mwenyewe au anahudumiwa na nani? Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta umeacha kutumia chungu kiko nyumbani kwako, unahangaika na masufuria huko ambayo kila mmoja anapasha. Kila mmoja akiwa na haraka, jamani, yeye anaenda kupasha pale. Na we uko pale umejazana. Chungu umekiacha nyumbani ambacho chenyewe kinachelewa kupata moto na kinapika mboga tamu sana kuliko sufuria. Sijui kama utanielewa hapo kaka yangu, lakini kaa ukijua kwamba ego yako ukishindwa kujikontrol utapotea. Maisha yako yataharibika, ustawi wa familia yako utavunjika, kwa sababu huyo mwanamke pia sio mtu atakayevumilia hayo mambo yako kwa muda mrefu, kwa sababu uko na mwanamke anayejitambua, anayejua ni nini anachokitaka kwenye maisha yake. Usililie kuwa na mwanamke anayekutazama tu pale unapofanya mabaya, kwa sababu asilimia kubwa mwanamke yeye huwa anaumizwa na usaliti tu kwa mwanaume. Yaani yeye kama amekupenda atakuheshimu, hutomuomba, atakutii, hutomuomba, chochote atakufanyia. Lakini shida huwa inakuja kwenye usaliti. Mwanamke anashindwa kuvumilia. Ukianza kumuonyesha dharau, mwanamke anashindwa kuvumilia. Ukianza kumuonyesha kwamba yeye sio muhimu kuliko huyo mwanamke mwingine, mwanamke anaanza kupambana. Nilishawahi kuzungumza hapa, nitarudia kukuambia tena. Mwanamke kiasili ni mlinzi wa ndoa yake. Sijui niwaambieje ili mnielewe. Kaa ukijua kwamba ni mlinzi wa ndoa yake, kwa hiyo hatari yoyote ambayo anaiona kwenye ndoa yake ana haki ya kuipambania. Usije ukaona kama mke wako anakupigia kelele, usije ukaona kama mke wako anaongea sana, usije ukaona kama mke wako ana kelele, kwa sababu anachokipambania yeye anafahamu. Sidhani kama kuna mwanamke anaweza akalala akaamka akaanza kumpigia simu mwanamke ambaye hana uhakika naye. Labda huyo tunamuita ni yule ambaye hajakomaa, bado ni mtoto ambaye yeye kila kitu anakichukua. Lakini mwanamke aliyekomaa kiakili anaposema mume wangu hapa kuna hiki, hata we unajua kabisa kama hapa kuna ukweli. Na ninajua wanaume wengi sio watu mnaokubali. Hauwezi ukakubali kwamba kweli hapa nimefanya kosa, lakini nafsi yako ikusute pale ambapo mkeo anakukumbusha wewe kusimama kwenye nafasi sahihi, kwamba mume wangu huku unapotea na yeye ana haki. Ndio maana tunasema mnakutana nafsi mbili ambazo zinatakiwa kuungana na kuwa kitu kimoja. Hamwezi kuwa kitu kimoja kama kuna mwingine anavunja uaminifu ndani ya ndoa. Hakuna haki ya wewe mwanaume kuwa mvunjifu wa uaminifu ndani ya ndoa. Ukiona umeshindwa, ndio ile wanakwambia oa mke wa pili. Kama umeona mimi siwezi kukaa na mke mmoja, oa. Mwanamke wako ajue kwamba nina mwingine huku. Kinachokera ni wewe kuwa mwanaume ambaye kila mwanamke unayemuona huko shamlukia. Ukitoka kwa huyu unamlukia huyu, ukitoka kwa jamani, mnaharibu hatima za maisha yenu. Hivyo vitu ni mambo ya kiroho. Connection za nafsi pale mnapokuwa mnashiriki kimwili ni vitu ambavyo nyinyi mnashare energy. Unashare energy yako na watu wangapi kwenye maisha yako? Kila mtu unataka awe wa kwako, na hujui huyo mtu amebeba nini kwenye maisha yake. Wewe mwanaume, naomba nikukumbushe, hakuna sehemu iliyosema mwanaume ni lazima uwe na mchepuko. Hakuna umuhimu wa wewe kuwa na tabia za kuiga kwa wanaume wenzio eti kwa sababu wewe ni mwanaume. Nitakushauri kwamba simama kwenye tabia zako, fanya majukumu yako, simama kwenye msimamo wako. Wewe kama ni mwanaume unayependa vitu fulani, fanya, na kama wewe haupendi vitu fulani usifanye. Hakuna ulazima wala hakuna tuzo yoyote utakayopewa wewe kama mwanaume pale ambapo utakuwa na mchepuko, wala hakuna chochote kinachoongezeka kwenye maisha yako, zaidi kinapungua. Nitarudia kukwambia, mwanamke anayekupenda hato kuangalia ukifanya mabaya kisha yeye atulie. Hato kuangalia pale ambapo ataona ustawi wa familia yake unatetereka. Hato nyamaza pale anapoona sasa hivi familia yangu itaenda kuvunjika kwa sababu ya mambo kama haya. Na ninakukumbusha kitu kikubwa ambacho kikae siku zote kwenye akili yako wewe mwanaume. Mwanamke ni mlinzi wa ndoa. Hilo usije ukalisahau. Na kingine, ego yako chunga sana, usije ukawa na ego kupindukia, utapotea. Wewe ni mwanaume, lakini usijisahau kwamba hata wewe pia unatakiwa kumtendea vizuri mke wako, kwa sababu hata yeye ni binadamu kama wewe.